Kwa upande huo tuishie hapo, nije kwa walimu wa madaris, kwa maimamu, kwa mashehe wa kata. Msikimbilie kufungisha, kusimamia ndoa. Jambo la kwanza, fanyeni uhakiki huyu anayetaka kuolewa mwanzo hakuwa mke wa mtu. Usikimbilie kwamba tumeshamaliza kila kitu na nini, alafu unakimbilia tukwenda kusimamia kufungisha ndoa. Kumbe unayemfungisha ndoa ni mke wa mtu, hakuna ndoa juu ya ndoa. Ili walimu kuweni makini sana, kuna migogoro mingi sana sasa imejitokeza hivi, na ndoa hiyo haiwezi kuswihi. Kwa hiyo kabla hamjaenda kwenye hatua ya mwisho, muwe mmejiridhisha kwamba hakuwa mke wa mtu. Na kama alikuwa mke wa mtu, hakikisha kwamba kweli ameachika. Pata ithibati. Kuna wengine ni wajanja warongo, ili tu apate kuolewa, anatengeneza mazingira ya uongo. Kesho unatokutwa ndoa yako haiwezi kuwa na baraka. Kuna kuja kutokezea mambo mengi, umeoa mke wa mtu. Alafu wewe shekhe umechangia, sababu ni jukumu lako kufanya hivyo, kusimamia hivyo. Na leo watu hawataki kuzikabili changamoto za ndoa, wanakimbilia kwenda kupewa talaka. Wengine wanakwenda kupewa talaka mahakamani. Kwa taarifa zenu, ndugu zangu katika Uislamu na imani, mke anayepewa talaka mahakamani, hiyo talaka haiswihi. Ndoa hii ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume, talaka yake haiwezi kupatikana mahakamani. Mwanamke atakayekwenda kudai talaka mahakamani, ndoa hiyo haiwezi kuvunjika. Hakimu hana mamlaka ya kutoa talaka iliyofungishwa kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Kweni waangalifu sana. Na wale wenye kusuluhisha migogoro ya ndoa, wawe na umakini wa hali ya juu sana. Na matatizo yakitokea, anzeni kwanza pande mbili za ndugu, msiende ngazi ya juu kabla. Leo hapa katika ndoa hii kuna ndugu pande zote, ndugu upande wa mume, ndugu upande wa mke. Likitokea tatizo katika ndoa, anzeni kwanza ndugu, shirikishaneni kwa uhakika. Alafu ndugu mwache fitna, marafiki mwache fitna, mwache uchochezi, acheni kuharibu ndoa za watu. Ni watu wachache sana wenye kutengeneza palipoharibika katika ndoa. Watu wengi ni mafatani. Yule hafai, hata sijui umemvumilia sana. Maneno gani haya? Akikuletea mtu tatizo la nyumbani kwake la ndoa, simama imara kwanza, amekuamini. Ijenge ile ndoa kuwa sababu ya kutengeneza. Kwani ndio anakufanya hivi? Kwa nini akutesa namna hii? Wewe huelewi maana ya suluhu au sehemu ya wewe kuaminiwa. Unaletewa, unasikiza kwa makini sana tatizo, mgogoro wa ndoa. Halafu hatua ya kwanza unamuomba Mwenyezi Mungu akupe msaada, akupe taufiki uweze kutengeneza. Unamsikiliza, sikiliza na upande wa pili, halafu kaa katikati, suluhisha. Usikae upande mmoja kusema huyu mbaya sana. Sasa aliyekuwa mzuri malaika ni nani? Hata wewe unayemwambia mwenzako mbaya, wewe ndio mbaya wa kwanza. Kwa wale ambao wanaletewa matatizo ya migogoro ya ndoa, halafu mambo yanakwenda kuharibikia zaidi kwenye maeneo yao, wajitathmini. Usio mwepesi. Ile fomu namba 3 wanasema, wewe nenda tuletee fomu namba 3 kule BAKWATA, sisi tunamaliza kazi. Halafu nawe shekhi unasema, huyu akamalizikia kule. Wewe dini unaijua kweli? Bwana nafasi yako uitambui bwana. Umepewa majukumu makubwa. Kwa hiyo jambo la mgogoro ya ndoa ianzie kwa ndugu wa pande mbili, washirikishwe kikamilifu. Halafu mumtambue imamu wa eneo lile,
aweze kufanya kazi yake imamu, na wale ile kamati yake wasuluhishe